الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم الخميس tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 miladia. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله katika mwisho wa kitabu hiki, قال: فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الوصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. kufarikisha baina ya sampuli fulani na kuziita ni masala ya usul, misingi ya dini, na baina ya naui nyingine na kuita kwamba ni masala ya furu'. Fahadha alfarqu laysa lahu aslun, farqi hii haina msingi wowote, haina dalili yoyote, la ani sahaba, si kutokana na masahaba wala kutokana na tabi'in waliofuata masahaba biihsan, wala aimmatil islam, wala maimamu wa islamu, wa innama huwa ma'khudhun 'anil mu'tazila. Tafriki hiyo imechukuliwa kutokana na mu'tazila na mifano wao na mifano yao katika ahlul bid'ah. Wa anhum talaqahu man dhakarahu min alfuqaha fi kutubihim, na kutokana na wao ndipo wamepokea walioyataja hayo katika maulama wa fiqh katika vitabu vyao. Kwa hiyo Uislamu haina usul na furu', Uislamu wote ni usul. Qala wa huwa tafriqun mutanaqidun, ni tafriq, kufarikisha kuna kupingana. Fa innahu yuqalu liman farraqa baina an-nawaini, anaambiwa huyo mwenye kufarikisha baina ya sampuli mbili hizo, masail al-furu' wal usul, ma haddu masail al-usuli allati yakfuru al-mukhti'u fiha. Ataulizwa anayefarikisha nini maelezo ya masaili ya usuli ya msingi ambapo anayekosea anakufuru. وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع، يعني kipi kipambanuzi baina yao na baina masail الفروع. فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، akisema masala ya usuli ya misingi ndio masaili ya aqida, wa masailul furu'i hiya masailul ilm, na masaili ya furu' ndio masaili ya ilmu. Qila lahu, wataulizwa, fatanaza an-nasu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal ra'a rabbahu am la. Tulisoma jana masala haya. Kwa hiyo ataulizwa, watu wametofautiana kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, alimuona Mola wake au hapana? Pia wametofautiana kwa Uthman, je, ni bora zaidi Uthman kuliko Ali, au Ali ni bora zaidi kuliko Uthman radhiyallahu anhuma. Wa fi kathiri min maani al-Qur'an, pia maulama wamekhtalifiana katika maana nyingi za Qur'an. وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. kusahihisha baadhi ya hadithi ni katika masala ya aqida ya kielimu, wala hakuna kukufuru katika masala hayo kwa itifaki ya maulama. Wa wujubi salati waz-zakati was-siyami wal-hajji wa tahrimi al-fawahish wal-khamri hiya masailu amaliyah, wal-munkiru laha yakfuru bil-ittifaq. Ulazima wa sala na zaka na siyam na haji na kuharamishwa mambo machafu
na tembo. Hii ni masala ya kiamali, ya vitendo. Mwenye kuyakanusha anakufuru kwa itifaki ya maulama. Kwa hiyo haya huwezi ukasema haya ndiyo masaili ya furu', ambapo anayekufuru, anayepinga haya anakuwa ni kafiri. Kwa hiyo huwezi ukasema haya ni masaili ya furu'. Wa in qala, na akisema al-usulu hiya al-masailu al-qat'iyya, misingi ni yale masala ya uhakika yasiyo na shaka. Qila lahu, ataulizwa, ataambiwa kathiru min masaili al-amali qat'iyya, mengi katika masala ya vitendo yanayotekelezwa ni qat'iyya, pia ya uhakika, hayana shaka. Wa kathiru min masaili al-ilmi laysat qat'iyya, na mengi katika masala ya ilmu si ya uhakika. Wa kaunu al-mas'alati qat'iyya au dhanniya huwa min al-umuri al-idafiyya. Wa mas'ala qat'iyya ya uhakika na mengine yana dhanna, hii ni katika mambo ya nyongeza, ya ziada. وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له, na huwa ikawa kwa mtu masala ni ya uhakika kwa sababu dalili imedhihiri ya hilo. Kama sami'a an-nassa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kama anasikia nasi ya hadithi kutokana na mtume sallam, watayaqana muradahu minhu, akana uhakika wa muradi wake wa hadithi hiyo. Wa inda rajulin la takunu dhanniya, na kwa mtu mwingine haiwi isipokuwa ni dhanniya, fadlan an takuna qat'iyya liadami bulughi an-nass iyahu, kwa kutomfikia hiyo nasi ya hadithi huyo anaona hiyo ni dhanniya, au liadami thubutihi indahu, au liadami tamakkunihi min al-ilmi bidalalatihi. yote haya na ikhtilafu. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني. imethubutu katika hadithi sahihi kutokana na Mtume sallam, hadithi ya yule mtu ambaye aliwaambia jamaa zake, idha ana mitu faahriquni, mimi nikifa niteketezeni kwa moto, thumma shaquni, kisha mnisage niwe majivu, thumma dharruni fil yammi, kisha ntupeni katika bahari. Fawallahi la in qadara Allahu alayya la yu'adhibanni Allahu adhaban ma adhabahu ahadan min alalamin. Na hapa kwa Allah akinikamata na akaniweza akanipata, ataniadhibu Allah adhabu ambayo hajamuadhibu yoyote katika viumbe. Faamara Allahu albarra biraddi ma akhadha minhu walbahra biraddi ma akhadha minhu, wakamfanyia hivyo jamaa zake. Allah akaamrisha bara, nchi kavu, irudishe hicho alichokichukua kwa mtu huyu. Walbahra, akaiamrisha bahari, biraddi ma akhadha minhu, kurudisha hicho alichochukua kwa mtu huyu aliyeteketezwa. Halafu akamuuliza, ma hamalaka ala ma sana'ta, jambo gani limekupelekea ulivyofanya hivi ukawaamrisha jamaa zako wakuteketeze kwa moto na wakutie baharini? Qala khashiyatuka ya rabbi, lililonisababisha hili ni kukuogopa wewe Mola wangu, hakuna jingine, na kuogopa wewe. Faghafara Allahu lahu, Allah akamsamehe. Ni hadithi sahihi. Fahadha shaka fi qudrati llahi wa fil ma'ad, mtu huyu alitia shaka katika uwezo wa Allah na katika kurejeshwa. Bal dhanna annahu la yaudu, bali alidhania kwa kitendo hicho kwamba hatarudi tena. Wa annahu la yaqdiru Allahu alayhi idha fa'ala dhalik, na kwamba Allah hataweza kumkamata na kumpata akifanya hivyo. Wa ghafara Allahu lahu, na Allah akamsamehe baada ya kumrudisha vile vile alivyokuwa. Wa hadhihi almasailu mabsuta fi ghairi hadha almawdhi, masala haya yamepanuliwa katika isiyo kwa mahali pake. Walakin almaqsuda huna anna madhahib al-a'imma mabniyatun ala hadha at-tafsil
baina an-naw'i wal-'aini. Maksudio hapa ya hadithi hii ni kwamba madhehebu ya maimamu yanajengewa juu ya tafsil, upambanuzi baina an-naw'i wal-'ain, baina ya sampuli fulani na kitu kingine. ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم. kundi la maulama wamenukuu tofauti ya maulama na ikhtilafu katika hilo na hawakufahamu ndani ya kauli yao. fataifatun tahki an Ahmada fi takfiri ahli albid'i riwayatayn mutlaqa. kundi katika wao wananukuu kutokana na Imam Ahmad kuwakufurisha watu wa bid'a. kuna riwaya mbili kwa Imam Ahmad, حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، mpaka ujalie khilafu tofauti za maulama katika kuwakufurisha murji'a na shia wenye kumfadhilisha Ali kuliko Uthman. وربما رجحت التكفير والتخليد في النار, na huenda wakatilia nguvu kukufurisha na kuweka motoni milele hicho kikundi hicho. وليس هذا مذهب أحمد, na hii si madhehebu ya Imam Ahmad wala ghairihi wala si kwa yeye min a'immati al-Islam, katika maimamu wa Islamu. bali yakhtalifu qawluhu annahu la yukaffiru al-murji'ah الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. kauli yake inatofautiana Imam Ahmad na wengineo kwamba hawakufurishi murji'a wanaosema imani ni kauli peke yake bila kufanya amal. Murji'a wanasema imani inatosha peke yake, mtu akiamini Allah kwamba yupo na kwamba Muhammad ni mtume wake wa mwisho na kuna pepo na kuna moto, watu watafufuliwa walipwe kwa amali zao, lakini wao hawafanyi amali. Hawaitakidi kwamba amal ni lazima ni katika imani, hawaitakidi hivyo murji'a. Kwa hiyo kauli ya Imam Ahmad inatofautiana katika kuwakufurisha hawa murji'a. wala yukaffiru man yufaddilu aliyan ala Uthman, pia hamkufurishi anayemfanya bora Ali kuliko Uthman. bal nususuhu sariha bilimtina'i min takfiri al-khawarij wal-qadariyya wa ghayrihim, bali nususi zake, maneno yake yako wazi. Imam Ahmad kujizuia kuwakufurisha khawarij na qadariya na wengineo, hawakufurishi hawa. wa inma kana yukaffiru al-jahmiyya almunkirina liasma'illahi wa sifatihi, isipokuwa Imam Ahmad alikuwa akiwakufurisha Jahmiya wenye kupinga majina ya Allah na sifa zake. Hawa ilikuwa akiwakufurisha. lianna munaqadhata aqwalihim lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dhahiratun bayina, kwa sababu kupingana kwa kauli zao hawa Jahmiya, kupingana kwa kauli zao kwa hadithi zilizokuja kutokana na Mtume sallam, kupingana huko kuko dhahiri, kuko wazi. walianna haqiqata qawlihim ta'tilu al-khaliq, na kwa uhalisia maneno yao ni kumpinga Allah muumbaji wa kila kitu. ndio maana al-Imamu Ahmad akawakufurisha hawa al-Jahmiyya. وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. alionjwa mpaka akajua uhalisia wa jambo lao ha murji'a, na kwamba jambo lao linazunguka juu ya kumkanusha Allah, kukanusha majina yake na sifa zake. moja kwa moja ni kwamba wanamkana Allah azza wa jalla. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة, وكفريش جهمية kumetangaa kutokana na salaf na aimmatul Islam. lakin ma kana yukaffiru a'yanahum, lakini pia Imamu Ahmad hakuwa akiwakufurisha a'yanahum, yani mmoja mmoja katika wao.
فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به. asema hili linalolingania kauli ya kuwakufurisha ni kubwa zaidi min alladhi yaqulu bihi, kuliko yule ambaye atamsemea huyu ni kafiri, huyu ni kafiri, huyu ni kafiri. والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط. yule anayemwadhibu mukhalifahu, anayemkhalifu, a'dhamu, ni mkubwa zaidi kuliko yule anayemuita peke yake huyu fulani na fulani na fulani. والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. yule anayemkufurisha anayemkhalifu na kumpinga ni a'dhamu, hilo ni kubwa zaidi kuliko yule ambaye anamuadhibu. قال فهذه درجات فالذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به لأنه جمع بين أمرين بين القول به وبين الدعوة إليه. والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو له فقط. asema liannahu idha kaffarahu, mtu anapomkufurisha mtu kwa dhati yake, wajaba alayhi an yaqtulahu, itawajibika amuue. lianna almurtadda yajibu qatluhu, sababu murtaddi ni lazima auawe, illa an yatuba, isipokuwa kitubia. فيرفع عنه القتل، itaondoshwa hiyo hukumu ya kumuua. وهذه الدرجات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله واضحة جدا. ثم قال الشيخ العثيمين: وما هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق. wale waliokuwa katika viongozi wa nchi wanasema pia kauli hii ya Jahmia kwamba Qur'ani imeumbwa. wa inna Allaha la yura fil akhirah. katika zama zake al-Imamu Ahmad walikuwa wale makhalifa hao ni Mu'tazila, wana itikadi ya Mu'tazila, wana itikadi ya Jahmia. Kwa walikuwa wakisema Qur'ani imeumbwa na Allah hataonekana huko akhira wa ghaira dhalik, wayad'una an-nasa ila dhalik, wanawalingania watu kwa itikadi hiyo. Wayamtahinunahum, na wanawafanyia mtihani watu. Wayuaqibunahum idha lam yujibuhum, wanawaadhibu watu wasipowakubalia itikadi hiyo. Wayukaffiruna man lam yujibuhum, na wanamkufurisha asiyewajibu na kuwakubalia itikadi hiyo ya Jahmia na Mu'tazila. حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية. mpaka walikuwa wanapowakamata mateka hawawachili mpaka wakiri na wakubali kauli hii ya Jahmia, innal Qur'ana makhluqun, Qur'ani imeumbwa, wa ghairi dhalik. Kwa walikuwa wakifanya hivi au kina al-Ma'mun, makhalifa hao waliokuwa katika zama za Imamu Ahmad. wala yu'tuna rizqan min baitil mal illa liman yaqulu dhalik, hawampi riziki yoyote kutoka baitil mal mtu ambaye haitakidi itikadi hiyo, isipokuwa anaitakidi na kusema itikadi hiyo wanampa. wama hadha fal-Imamu Ahmad rahimahullah tarahama alayhim wastaghfara lahum. pamoja na hivyo al-Imamu Ahmad aliwaombea rahma baada ya kufariki na akawaombea maghfira, liilmihi biannahum liman yubayyin lahum annahum mukadhibuna lirrasul wala jahiduna lima jaa bihi, kwa kujua kwake kwamba wao lam yubayyin lahum, hajawabainishia kwamba wao wanamkadhibisha Mtume SAW wala wanapinga aliyoyaleta Mtume SAW, walakin taawalu fa akhtau, walifanya taawili wakakosea katika taawili zao. Waqalladu man qala lahum dhalik, wakamuiga aliyesema hivyo itikadi hiyo potofu. فالإمام أحمد رحمه الله يكفر الجهمية وهؤلاء الخلفاء والأئمة يقولون بمذهب الجهمية. makhalifa hao waliokuwa katika zama zake walikuwa na itikadi hii ya Jahmia, na wanawalingania watu na wanawaadhibu wanaowakhalifu katika itikadi hiyo
wa rubbama yukaffirunahu. Pamoja na hivyo alimamu Ahmad alikuwa akiwaombea na akiwaombea rahma kwa Allah, walau kana indahu kufaran, japokuwa kwake ni makafiri. Walau kanu kufaran ma daa lahum, lau wangekuwa ni makafiri kwake asingewaombea hawa, wala tarahama alaihim, wala asingewaombea rahma baada ya kufariki. Fahuna farqun baina takfiri an-naw'i wa takfiri an-naw' al-'aini, wa hadha farqun muhimu. Kwa hapa kuna farqa baina ya kukufurisha sampuli ya watu hao na kumkufurisha mtu mmoja mmoja kwa ta'yin. قال تقدم أن الإمام أحمد رحمه الله يكفر الجهمية ولا يكفر أعيانهم، فهل يشمل ذلك رؤساءهم؟ Imamu Ahmad alikuwa akiwakufurisha Jahamia kwa ujumla, lakini hakufurishi mmoja mmoja, yani aini huyu na huyu na fulani na fulani katika wao. Je, hii inakusanya wale wa viongozi wao? Aljawab, dhahiru kalami Sheikh al-Islam rahimahullah hatta ruasaahum, mpaka hao viongozi wao. لكن الذي استقر عليه مذهب الحنابلة أن الداعية المجتهد غير المقلد يكفر. yule mlinganizi ambaye haiji wengine, huyo anakufurishwa. wale wafuasi wale wanaofuata tu wale kwa kuwaiga wengine, hawa ndio ambao wanapewa udhuru, hawakufurishi. Lakini yule ambaye ni daia analingania kabisa hilo, huyu anakufurishwa. وكذلك الشافعي لما لما قال لحفص الفرد حفص الفرد حين قال القرآن مخلوق akamwambia kafarta billahi alazim. Imam Shafi alimwambia huyo Hafs al-Fardi aliposema Qur'ani imeumbwa, akamwambia umemkufuru Allah mtukufu. Bayana lahu anna hadha alqawla kufrun, alimbainishia kwamba kauli hii ni ukafiri. Walam yahkum biriddati Hafsin bimujarradi dhalik, haja hukumu ridda na ukafiri wa huyu Hafsi kwa mujarradi wa kauli hiyo. Liannahu lam yatabayyan lahu alhujjatu allati kafara biha, sababu ilikuwa bado haijambainikia hii hoja ambayo alikufuru kwa hoja yake hiyo. ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، لو alitakidi Imam Shafi'i kwamba huyu ni murtadi angemuua. وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم، amekawazi katika vituo vyake Imam Shafi'i kukubali ushahidi wa watu wa bid'a na kusali nyuma yao watu wa bid'a. فقوله كفرت بالله العظيم معناه قلت قول الكافر، alivyomwambia umemkufuru Allah mtukufu, maana yake umesema kauli ya kafiri. Au qulta qawlan yukaffiru, au umesema kauli ambayo inakufurisha. Walam yurid annahu kafara huwa bi'ainihi. قال وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري. pia hivyo wamesema Imam Malik rahimahullah, al-Imam Shafi'i na Ahmad rahimahumullah fil qadari, wal qadariya wanaopinga qadar wakasema in jahada ilma Allah kafar, akipinga huyo qadari, akipinga ujuzi wa Allah amekufuru. ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم، لفظ لبعضيا وما إمام هاو نا إمام شافي wanasema nadhiru alqadariyata bililmi, wajadilieni hao qadariya kwa ilmu. Fa in aqarru bihi husimu wa in jahaduhu kafaru, wakipinga sasa watakufuru. Bado Sheikh anaendelea kueleza kauli za aima kumkufurisha mtu maalumu, hatari ya kumkufurisha mtu maalumu, kwamba al-aima al-arba'a hawakuwa wakifanya hivyo.
وسئل أحمد عن القدر هل يكفر الإمام أحمد يليزه kuhusu qadari, huyu anayepinga qadari ya Allah, je anakufuru? Faqala in jahada al-ilma kafar, akipinga ujuzi wa Allah amekufuru. وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية, anayepinga ilmu ya Allah huu ni katika jinsi ya Jahmiya. Kipinga ilmu ya Allah ni kwamba anaitakidi kwamba Allah ni jahil, hajui kitu, kwa huyu ni kafiri. Hii ni katika jinsi ya Jahmiya. Wa amma qatlu ad-da'iyati ila al-bid'i faqad yuqtalu likaffi dararihi 'ani an-nas kama yuqtalu al-muharib, ama kumuua huyo anayelingania bid'a hizi, sio bid'a hizi za maulidi, tutazungumzia bid'a hizi za Qadaria na Jahmiya. Mlinganizi wa bid'a hizi huuawa huyu kwa ajili ya kuzuia madhara yake kwa watu, sababu anaharibu watu, kama yuktalu al-muharib, kama anavyouawa muharib kafiri anayewapiga vita waislamu. Wa illam yakun fi nafsi al-amri kafira, hata kama hajawa katika nafsi ya jambo lenyewe ni kafiri huyu, falaysa kullu man umira biqatlihi yakunu qatluhu liriddatihi, si kila anayeamrishwa kumuua inakuwa kumuua ni kwa sababu ya ridda, ametoka katika Uislamu. Wa ala hadha qatlu ghilani al-qadari wa ghairihi, na ni juu ya hili kuuawa huyu Ghilani al-Qadari na wengine. Kad yakunu ala hadha alwajhi, wenda ikawa ni kwa upande huu, si kwamba ameuawa kwa ridda. Wa hadhihi almasail mabsuta fi ghairi hadha almawdi'. قال ومعناه أنه لا يلزم من قتل الإنسان الداعي إلى بدعة أن تكون بدعته مكفرة, hailazimu kumuua mlinganizi wa bid'a kuwa bid'a yake hiyo mukaffir, ni mukaffira, inatia katika ukafiri. Liannahu qad yuqtalu al-insanu likisharrihi, wenda akauawa mtu kwa ajili ya kuzuia shari zake. Fa inna sahiba ash-sharri kas-sa'ili idha lam yandafi illa bilqatli wajaba qatluhu. Mwenye shari, mtu mwenye shari ni kama sa'il, jambazi yule anepora watu na kuua watu, huyu wajaba qatluhu, lazima kumua. ثم أيضا شيء آخر لا يلزم من القتال جواز القتل، وهذه مسألة ثانية. هي لازم كوكوبيانا كفا كوا، هذه مسألة من يا بيلي. ولهذا قال العلماء إن الأذان والإقامة فرض كفاية، ويقاتل أهل بلد تركوهما. أذان وإقامة ni fardhi kifaya, na wanapigwa vita watu wa mji wakiwacha adhana na iqama. Wa maadhalik la yahillu qatluhum, si halali kuwaua, yani la yahillu laka an ta'tiya liwahidin min ahli albaladi wa taqtulahu, haifai kumfuata yote katika watu wa mji huo na kumuua. Watakulu liannakum taraktumul adhan, na kuambia kwamba nyinyi mmeacha adhana, lakin qatilhum hatta yuadhinu wa yuqimu, lakini pigana nao. Kupigana na kuua tofauti, kupigana na kuwaua ni tofauti. Pigana nao mpaka waadhini walete iqama, kama fi qawlihi ta'ala faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبيانين. tofauti kupigana na kuua, nasema ni tofauti. Kwa hawa wanapigwa vita, watu wanapigana nao bila kuwaua mpaka walete adhana na waqimu. Ikiwa kuna waislamu hao wasioleta adhana na iqama katika misikiti, haifai kuwaua.
ثم قال وما قاله الشيخ رحمه الله واضح عليه وسمه الشيخ رحمه الله يكوازي وأنه لا بد للتكفير من شروط لازم katika kufurisha mtu kuwe kuna masharti منها أن يثبت بالكتاب والسنة أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر ni kuthubutu kwa Qur'ani na Sunna kwamba kauli hii au kitendo hiki au kuacha jambo hili ni ukafiri. وقد تبين لنا أن المكفرات إما أقوال وإما أفعال وإما ترك أو تروك. asema imebainika kwetu kwamba vitu vyenye kukafirisha ima ni maneno na ima ni vitendo na ima ni kuacha mambo ambayo mtu akiwacha anakufuru. Famathalan law qala qa'il inna allata haqqun wal uzza haqq wa manata haqq أو قال إن الله ثالث ثلاثة أو سخر بالله أو آياته أو شرعه أو رسوله كل هذا كفر بالقول. yote hii ni kufuru kwa maneno. Masanamu haya akisema ni haki au akisema Allah ni thalithu thalatha au akafanya istiza kwa Allah au aya zake au sheria zake au mtume wake, kila moja katika hili ni ukafiri wa maneno. kadhalika wayakfuru bilfi'li, mtu anakufuru kwa vitendo. Mithla an yasjuda lisanami almasnu'i wa ghairi almasnu', kusujudia sanamu lililotengenezwa na lisilotengenezwa. Yasjudu lisanamin sana'ahu wa ja'alahu rabba, yote hii ni ukafiri. Au ghairi masnu'in kan yasjuda li shajaratin, kama kusujudia mti au mfano hivyo. Wayakfuru bitarki, na mtu anakufuru kwa kuacha. Mithla tarki sala, kuacha sala. Fa innahu yakfuru kama dalla alayhi alkitabu wassunna, kama ilivyofahamisha hivyo Qur'ani na hadithi. Yakfuru aidan biljahdi, anakufuru pia mtu kwa kupinga wajibu wa sala. Waljahdu tarkun, kupinga pia ni kuacha. Lianna aljahida taraka aliqrara, anayepinga amewacha kukubali na kukiri. Fa idha jahada ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam au jahada ba'dahu fa huwa kafir, akipinga jambo ambalo amelileta mtume sallam au alipinga baadhi yake, huyo ni kafiri. Walau jahada ayatan min kitabillah kafara, lau alipinga aya moja tu katika kitabu cha Allah amekufuru. Hatta lau aqarra bikulli alquran, hata lau alikiri na kukubali Qur'ani yote illa hadhi, isipokuwa aya hii tu, fa huwa kafir, huyo ni kafiri. Wacha aya nzima, kalima moja tu, mtu akipinga katika Qur'an kalima moja tu anakufuru. لأن الإيمان ببعض الشريعة دون بعض لا يستقيم أبدا, kuamini baadhi ya sheria kinyume cha baadhi nyingine, hiyo sio sawa kabisa. Bali idha kafara bibadhi الشريعة faqad kafara biljami', mtu akikufuru baadhi ya sheria ndio amekufuru sheria yote. Walihadha naqul inna dhabita liridda huwa dairun baina shay'ain, imma takdhib wa imma istikbar. Qaida ya ridda, ya kutoka katika dini, inazunguka baina ya mambo mawili, ima kukadhibisha na ima kibri. Fakalamu Sheikh rahimahullah fi hadha almawdhi'i wadihun, maneno ya Sheikh rahimahullah katika mahali hapa yako wazi. Mas'ala, al-ulamau yukaffiruna man ankara kalimatan wahida min al-Qur'an al-Karim. Sheikh anasema maulama wanamkufurisha anayepinga kalima moja tu katika Qur'ani tukufu. Liannaha thabatat bitawatur, kalima hili limethubutu kwa tawatur. Falimadha la yukaffiruna man ankara shafa'ata an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa nini maulama hawamkufurishi anayepinga shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au ankara nuzula Isa alayhi salam akhir az-zaman, au kwa nini hawamkufurishi anayepinga kushuka kwa nabii Isa alayhi salam mwisho wa dunia, au ankara ba'd al-ashya'i al-ghaiba
ma annaha thabatat bitawaturi ani nabii sallallahu alaihi wasallam, au anayepinga baadhi ya mambo ya siri pamoja na kwamba yote hayo yamethubutu kwa tawatur kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi mutawatira. فكيف يكفرون من أنكر كلمة واحدة من القرآن ولا يكفرون من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ vipi maulama wanamkufurisha aliyepinga kalima moja tu katika Qur'an tukufu na hawamkufurishi aliyepinga hadithi ya mtume صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لعله يكون هناك تأويل. مثلا Sheikh anasema pengine kuna taawili, kwa mfano, au annaha lam tathbut indahu, au pengine haijathubutu hiyo kwake, au ghaira dhalik min al-asbab allati dhakaraha Sheikh al-Islam rahimahullah. Tumeelewa? Pengine kuna sababu inayosababisha afanye hivyo, ni taawili au haijathubutu kwake, haijamfikia hadithi hiyo. lakini al-Qur'an laysa fihi ishkal, lakini Qur'ani hakuna ishkal kwamba ana kufuru anayepinga kalima moja tu, hilo halina ishkal. Mas'ala, mata yuhkamu ala al-insani annahu mubtadi', lini anahukumiwa, wakati gani atahukumiwa mtu kwamba ni mzushi? Hal idha faala bid'a, je ni akifanya uzushi, au idha daa ila al-bid'a, au akilingania kwenye bid'a? الجواب كل من تعبد لله بغير ما شرع فهو مبتدع. kila anayemwabudu Allah kwa isiyo kwa ibada aliyoiweka yeye, huo ni mzushi. kullu man ta'abbada lillahi bighairi ma shar'a fahuwa mubtadi', kila mwenye kumwabudu Allah kwa ibada ambayo hakuiweka Allah, huyo ni mzushi. لكن لا يعطى أحكام المبتدئ حتى يبين له الحق، لكن hapewi hukumu za mzushi mpaka abainishiwe haki, pengine hajui. وذلك لأن هذا المبتدع والذي تعبد لله بغير ما شرع قد يظن أن هذا هو الحق. asema hiyo ni kwa sababu mzushi huyu anayemwabudu Allah kwa isiyo kwa ibada aliyoiweka Allah, huenda akadhania kwamba hiyo ndiyo haki. fanaqulu huwa mubtadi'un fi dhahiri halihi, nasema huyo ni mzushi katika dhahiri ya hali yake. wa nahkumu alayhi bi annahu mubtadi', tunamhukumu kwamba ni mzushi, lakini hatta yatabayyana lana ma yamna'u an yusafa bihadha, mpaka itubainikie kitakachozuia kusifiwa kwamba ni mzushi. Labda kuna kizuizi, hajapata hiyo hadithi ya kwamba hii ni uzushi, hajapata kauli hiyo ya maulama kwamba kufanya jambo fulani ni uzushi, mpaka hakuna kizuizi na masharti yamekamilika, huyu pia anaitwa mzushi. Kama vile takfir, kama vile kumkufurisha mtu, mpaka masharti yakamilike na kusiwe na kizuizi. Kadhalika mzushi ni hivyo hivyo, umeelewa? Mpaka kuwe na masharti yamekamilika na kusiwe na kizuizi chochote cha kumuita mzushi. Umeelewa? Hii ilikuwa ni ziada ya Sheikh aliyozidisha masaili haya katika hii alqawaid almuthla. Kisha kuna ziada nyingine nadhani nyinyi mnayo ya maiyatullah, tutakuja kuisoma inshallah wiki ijayo hiyo, na ni fupi tu hii risala hii. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. nimesoma haraka ili tumalize leo hii risala ya nyongeza.